Yale maarifa ndo hayo yanafanya vita ndani. Hayo maarifa ndo hayo yanafanya vita ndani. Ni vita ya yale maarifa. Ni vita ya yale maarifa. Ni vita ya yale maarifa. Ni vita. Ni vita ya yale maarifa. Ni vita ya yale maarifa. Ni vita hayo maarifa. Ni vita ya 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 maarifa ya kiti na nafasi. Ni vita ya maarifa ya kiti na nafasi. Ni vita ya maarifa. 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 Mimi niliye kuhani, Mungu aliye hai, niko mbele ya uso wako. Niko mbele ya kiti chako cha rehema. Sistahili kwa lolote wala kwa chochote. Lakini ni jioni hii ya leo, jua linavyoelekea kuzama, niko mbele ya uso wako. Niko mbele ya kiti chako cha rehema. Yeye Yesu ulimwaga damu yako. Kuna saa ulikuta uovu mwingi uliosababisha mateso kwa waliokuwa na shida, lakini kwa maarifa waliokuwa nayo, Yesu alikuwa anawaambia wanyanyuke waende, maana wamesamehewa dhambi zao. Siku hii ya leo niko mbele ya uso wako. Nalileta kusanyiko hili. Nalileta kusanyiko hili mbele ya kiti chako cha rehema. Ninajua hii ni vita iliyoko kwenye viti vya enzi vya familia tulizotoka. Najua hivi ni vita za viti vya enzi kwenye msimu mpya. Najua hii ni vita ya viti vya enzi kwenye msimu mpya. Ninaomba rehema leo juu ya viti. Ninaomba rehema juu yao. Ninaomba rehema juu yao, juu ya wazaliwa wa mwisho ambao wanadaiwa kwenye viti. Juu ya wazaliwa wa mwisho. 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 Wazaliwa wa mwisho kwenye familia zenye uchifu. Kwenye familia zenye uchifu. Kwenye familia zenye uchifu. Ninaomba rehema leo. Ninaomba rehema leo juu ya watoto wa mwisho kwenye familia ambazo zina viti za kichifu. Viti vya kichifu. Viti vya kichifu. Viti vya kichifu. Viti vya kichifu. Ninaomba rehema leo juu ya familia ambazo kuna viti vya kichifu. Viti vya kichifu ambavyo waga vinasikilia uzao wa kike wanapokuwa wanavunja ungo. Pale uzao wa kike wanapokuwa wanaingia kwenye usichana, kuna vita waga inainuliwa ya viti. Kuna vita waga inainuliwa ya viti. Leo ninaomba rehema juu ya viti vya familia kwa habari ya uzao wa kike. 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 Uzao wa kike na uombea rehema. Hata uzao wa kiume uliozaliwa na uzao wa kike ambao ndani yao walidaiwa viti. Walidaiwa viti. Walidaiwa viti. Walidaiwa viti kwenye familia ambazo kuna viti vya kichifu. Viti vya kichifu. Viti vya kichifu. Viti vya kichifu. Machifu wanaotokea kwenye familia za kichifu. Za kichifu. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema juu ya familia za kichifu. Kuna watu wanatokea familia za kichifu hapa. Wako 16. Wako 16. Na hawa ndani yao wana utumishi ndani. Wana ukuhani ndani. Wana utumishi. Sio katika levo ya familia. Katika levo ya nchi. 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 Damu ya Yesu ipite. Damu ya Yesu ipite. Damu ya rehema ipite. Damu ya rehema ipite. Damu ya rehema. Damu ya rehema. Damu ya rehema. Mungu na rehema. Asante Baba unayerehemu. Usipotulehemu wewe siku ya leo, ndio maana mimi niliye kuhani nimechukua jukumu hili kwa ajili ya kusanyiko hili.
lilioko hapa, lilioko online, lilioko hapa, lilioko online. Mungu le hai, tuelewa mwaka huu vita ni nyingi, lakini mbele ya uso wako, mbele ya madhabahu yako, ninaomba rehema juu ya kila nyumba ambayo ndani yake kuna kiti cha kichifu. Walichagua madhabahu ya miungu ya kigeni, na walipochagua madhabahu ya miungu ya kigeni waliufuata uchifu. Walipochagua madhabahu ya miungu ya kigeni walifuata uchifu, walifuata uchifu, walifuata uchifu. Ule uzao wa kiume unaozuiliwa kwenye matumbo ya uzazi kwa sababu ya madai ya kichifu, ule uzao wa kiume uliozuiliwa kwa sababu ya madai ya kichifu, wale ambao bado hawajazaliwa kwenye matumbo ya uzazi waliozuiliwa kwa sababu ya sadaka za kichifu, damu ya Yesu inaenda kwa ajili yao. Wanatoka hao, wanatoka kwa damu, wanatoka kwa damu, wanatoka kwa damu ya Yesu, wanatoka. Kila aliyebeba uzao ambao ni uchifu na shindana huo uzao, uchifu na shindana huo uzao, uchifu na shindana huo uzao. Wale ambao kababa shaka baya, iko desturi kwenye kiti, mimba kuharibika, mimba kuharibika, mimba kutoka kabla ya wakati, watoto kufia tumboni, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita. Na hesabu mpaka 3 wanaotokea kwenye nyumba za kichifu, damu inapita kwa ajili ya kuwa rehemu, damu inapita kwa ajili ya kirehema. 1, 2, 2 inaenda kwa yule bibi aliyetoa tamko juu ya uzao wote wa kwanza kwa chini ya uchifu. Inaenda kwa yule bibi aliyetoa tamko. Kuna watu walizaliwa kwa sababu ya madai ya bibi zao, kuna watu walizaliwa kwa sababu ya madai ya bibi zao. Sahi naomba toba ya kikuhani, sahi naomba rehema ya kikuhani. Wanamla hiyo wanatoka mara ya kwanza, mara ya kwanza. Nyosha mkono wako wa kulia juu. Watenda kazi, angalia hiyo mikono. Kuna connection ya huo mkono wa kulia na nafsi zao ziliposikiliwa kwenye kiti. Kuna hiyo connection, kuna hiyo connection. Damu ya Yesu inapita, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo. Yule nyoka wa kichifu, yule nyoka wa kichifu amekaaga kwenye vifua, amekaaga kwenye viuno, amekaaga kwenye tumbo. Saa imefika. Mara ya kwanza hiyo, hao wanaotokea kwenye uchifu. Mara ya pili, waliolipiwa mahari za kichifu, waliotolewa mahari za kichifu, waliotolewa mahari, waliotolewa mahari. Kuna wanawake kama 4, machifu wanasema huyu ni wa kwetu, huyu ni mke wetu, huyu ni mke wetu. Na naona kwenye kichwa chako kuna crown, kuna taji ya kimalikia, kuna taji ya kimalikia. Na wameshika hata kipawa chako cha kuimba, wameshika utumishi wako, wameshika utumishi wako, wameshika utumishi wako. Walete, 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 walete. Wameshika what is inside you, wameshika what is inside you, wameshika what is inside you. Hii damu ya rehema inavunja hizo ndoa na machifu. Damu ya rehema inavunja, damu ya rehema inawatoa. Muda si mrefu tunaingia hatua nyingine. Damu ya rehema inawatoa, inawatoa. Kuna wawili na watafuta, kuna wawili na watafuta. Hawa wawili vipao vyao ni vikubwa, hawa wawili uwezo ulioko ndani yao ni mkubwa, lakini wamesikiliwa na majina ya bibi zao, na mabibi zao walikuwa ni wake wenza kwenye uchifu. Asadi wao walikuwa ni wake wa machifu, 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 walikuwa ni wake wa machifu. Damu ya rehema inapeta. Mungu le hai, inaomba rehema kila ambaye baba yake ametokea kwenye nyumba ambayo kuna kiti cha kichifu, alafu nafasi iliachwa, baba alikaa kwenye nafasi,
lakini kiti kilimpa adhabu, akaondoka kabla ya muda. Mungu li hai, ninaomba rehema juu ya aibu na mauti iliyoko kwenye kiti. Ninaomba rehema juu ya uchifu ambao ndani yake kuna zao la mauti, ndani yake kuna zao la mauti, kwa uzao wa kike na wa kiume, ya wale waliobeba agano. Mungu naelewa, wako waliobeba agano lako, wako waliobeba agano lako, wako waliobeba agano lako, wako waliobeba agano. Mungu naelewa, wako waliobeba agano, wako waliobeba agano, wako waliobeba agano, lakini madhabahu ikageuza hilo agano, na madhabahu zinawatesa, madhabahu zinawatesa, madhabahu zinawatesa, na Mungu anateseka na maumivu hawa ya kwenye kidole cha pete cha ndoa, kwa sababu ya lile agano, kwa sababu ya lile agano, kwa sababu ya lile agano. Wanateseka kwenye kidole cha pete, wanateseka kwenye kidole cha pete, wanateseka kwenye kidole cha pete. Ninaomba rehema leo. Mungu leo tumetazama kuona na kuuliza kwa habari ya mapito ya zamani yanayohusika kutengeneza msimu wa mwaka huu, yanayohusika kutengeneza msimu wa mwaka huu, kwa kuwa yana uhalali. Niko mbele ya uso wako, ninaomba rehema. Mimi niliye kuhani, vita zilizoko mbele yetu ni nyingi. Ninaomba rehema kwa ajili ya kila uhalali, ninaomba rehema kwa ajili ya kila uhalali. Zile pete kwenye uzao wa kiume, zile pete kwenye uzao wa kike ambazo zimewekwa kuwa alama, zimewekwa kuwa alama. Nasikia Songea, Songea. Kuna mtu anatokea Songea, kuna mtu anatokea Songea, kuna mtu anatokea Songea. Nasikia Songea, nasikia Songea, nasikia Songea, 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 Songea. Ninaona agano hilo, ninaona hilo agano. Asaidiwe hapa chini ataumia zaidi. Ninaona hilo agano. Nasikia Songea, nasikia Songea, nasikia Songea. Uchifu, uchifu. Na naona ibada zao zikitanguliwa na ngoma, zikitanguliwa na ngoma. Hao Songea, damu ya Yesu inaenda, damu ya Yesu inaenda, damu ya Yesu inaenda huko Songea. Hawa watu iposhakapasa raposakapata rikatarabasa, rikatarabasa. Damu ya rehema inapita. Mungu le hai, ninaomba rehema leo juu ya nyumba za kichifu, juu ya nyumba za kichifu. Kuna watu uchifu wao umefichwa kwenye macho, 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 macho, macho. Mungu li hai, ninaomba rehema juu ya wale ambao nguvu ya utawala wao kichifu, nguvu ya utawala wao kichifu, nguvu ya utawala wao kichifu imefichwa kwenye hayo macho, imefichwa kwenye hayo macho, imefichwa kwenye hayo macho, imefichwa kwenye hayo macho. Hawa Mungu ni manabii hawa, wanatakiwa waone mwelekeo wa mwaka huu kwenye familia wanazotoka. Wako watatu hawa, hawa ni manabii. Macho yao yanatakiwa yafunguke, macho yao yanatakiwa yatazame mwelekeo wa 2026, lakini macho yamezuiliwa, macho yamefungwa. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Yesu, mkono wako wa kulia juu, usifunge macho yako, yafungue. Mimi nimesimama mbele yako kwa ajili ya mwaka huu, kwa ajili ya kuomba rehema mbele za uso wa Mungu aliye hai. Wanapoizimisha taa ya mtu ambaye ni kuhani kwenye familia, ni mtumishi wa Mungu, kwa kuvishwa aibu, maana yake wanazimisha taa za watu wote kwenye hiyo familia. Mimi naomba rehema kwa ajili ya kila kuhani aliyeko hapa ambaye ana taa ya familia aliyotokea.
na hiyo taa ya familia aliyotokea imezimishwa, 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 imezimishwa. Taa waliozimishiwa taa zao, waliozimishiwa taa zao, waliozimishiwa taa zao, waliozimishiwa taa zao, ninaomba rehema. Kila mwaka hakuna kuvuka, kila mwaka hakuna hatua, kila mwaka hakuna kinachoenda. Ninaomba rehema juu yao makuhani wa familia ambao taa zao zimezimishwa, taa zao zimezimishwa. Mungu aliye hai, Mungu umeniruhusu nikae kwenye kiti cha ukuhani ulichonipa kwa ajili ya mwaka huu 2026. Na mimi Mungu ninaleta watu ambao walichokibeba ndani yao. Hawa Mungu unatakiwa mwaka huu waseme utukuzwe wewe uwezaye kufanya mambo makubwa sawa sawa na kile ambacho umekiweka ndani. Naomba Biblia kwa haraka. Kuna andiko limenijia haraka, alafu nifungulie Waefeso 3:20. Nyosha mikono yako juu. Sababu kubwa Yesu alikuja ili tupate ukombozi, lakini ili vilivyoko ndani viweze kutoka, ili vilivyoko ndani viweze kuwajibika kwa ajili yetu. Mimi naomba rehema kwa ajili ya watu ambao wanataa kwa ajili ya nchi, wanataa kwa ajili ya familia zao. Na taa waga inaanzia kwenye mkoa unaotoka. Taa inaanziaga kwenye mkoa unaotoka. Taa inaanziaga kwenye mkoa unaotoka. Taa inaanziaga kwenye mkoa unaotoka. Kwenye mkoa unaotoka. Kwenye mkoa unaotoka. Wanaotokea kaskazini ya Tanzania, alafu wanapakana na mipaka ya nchi mbalimbali, iwe Kenya, iwe Kenya. Kerebosha kapala. Lapa. Kaskazini ya Tanzania, kusini ya Tanzania, magharibi ya Tanzania, mashariki, kusini, magharibi, kaskazini. Damu ya Yesu inaenda kwa wenye taa, taa za biashara, taa za biashara, taa za biashara, taa za ajira, taa za ajira, taa za biashara. Ninaomba rehema kwa ajili yao kwa damu ya Yesu Kristo. Vinavyofanyika muda huu ni vingi. I'm telling you, vinavyofanyika muda huu ni vingi. Ni vingi. Hii ni vita ya kiti. Ndio maana nimeanza mimi kuhani kukuomba rehema kwa ajili yako. Mungu le hai, ninaomba rehema kwa ajili ya wazaliwa wa kwanza, alafu hawajijui kwamba ni wazaliwa wa kwanza. Ninaomba rehema kwa ajili ya hao wazaliwa wa kwanza waliotolewa sadaka, waliotolewa sadaka nao hawajijui, nao hawajijui. Hawa ni wazaliwa wa kwanza wa haki, lakini hawajijui. Matokeo yao yamefungwa, maisha yao yamefungwa, maisha yao yamezuiliwa. Hawajui nafasi yao, hawajui nafasi yao, hawajui nafasi yao, hawajui nafasi yao. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Kuna mtu ambaye mama yako hakuwahi kujua yeye ni kuhani, alafu alipokuwa na mimba yako kuna vitu vya kimungu alikuwa anakutamkia, na ndani yako kuna kitu kikubwa ndani. Leo ni vita na watu waliobeba vitu ndani. Leo ni vita na watu waliobeba vitu ndani. Huyu mtu naona ameshika maiki, alafu naona maiki imezimwa. Ninaona maiki imezimwa. Naona ameshika maiki imezimwa. Ninaona ameshika maiki imezimwa. Naona ameshika maiki, alafu maiki imezimwa. Naona ameshika maiki. Ninaona ameshika kipaza sauti,
Alafu kipaza sauti kimezimwa. Mungu ananiambia huyu mtu ana sauti yenye mamlaka. Sasa kwa kuwa na mimi najua nguvu ya sauti yenye mamlaka, Yehova ananiambia huyu mtu kila mkandamizo alionao kwenye maisha alionayo ni vita ya sauti ya mamlaka. Ni vita ya sauti. Ni vita ya sauti. Ninaomba rehema leo juu ya waliobeba sauti za mamlaka. Ninaomba rehema. Naomba rehema juu ya wale ambao kwenye msimu wa mwaka 2026 wamebeba sauti zenye mamlaka. Wamebeba sauti. Wamebeba sauti. Where is your voice? Where is your voice? Iko wapi sauti yako? Iko wapi sauti? Iko wapi? Iko wapi sauti? Iko wapi sauti? Iko wapi sauti? Hawa wana sauti ya mamlaka. Wana sauti ya kuamuru vitu viwe. Wana sauti ya kutamka vitu vikawa. Wana sauti ya kuamuru vitu. Wana sauti ya uumbaji. Wana sauti ya uumbaji. Damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo ifuatilie vinywa. Kuna vita kwenye vinywa. Kuna vita muda huu kwenye vinywa na kwenye mkono wa kushoto. Kuna vita. Kuna vita. Nyosha mkono wako wa kushoto. Shusha wa kulia. Shusha wa kulia. Nyosha wa kushoto. Kuna vita ya kimamlaka hapo. Kuna vita ya kisauti. Nyosha juu. Saidia huyu binti yangu anatoka. Leo ni anatoka. Leo anatoka. Leo watu wanatoka. Kuna mama hapa ni mtoto wako wa kwanza. Yule ambaye baba yake alimkataa. Ni baba alimkataa kiti cha madhabahu ya nyumbani kwa baba yake, hawakumkataa. Hayo mateso anayoyapitia ya aibu ni kwa sababu ya kile kiti. Hayo mateso. Mama unafunguliwa wewe kwa ajili ya mtoto wako. Mama unafunguliwa. Yesu asaidie huyo. Mama unafunguliwa kwa ajili ya mtoto wako. Kila mwenye mtoto aliyekataliwa. Kila mwenye mtoto aliyekataliwa. Kila mwenye mtoto aliyekataliwa. Kila mwenye mtoto aliyekataliwa. Mimi niliye mchungaji nasimama kwenye nafasi juu ya watoto waliokataliwa, waliofarakanishwa nafsi zao na baba zao, waliofarakanishwa, kila watoto wao waliokataliwa, kila watoto waliokataliwa. Ni baba alimkataa, lakini kiti kinameachilia adhabu. Ni baba alimkataa, lakini kiti kiliachilia adhabu. Damu ya rehema inapopita, anapatanishwa na baba yake. Anapatanishwa na baba yake. Damu inapopita. Nyosha mkono wako wa kushoto juu. Mungu le hai, asante kwa ajili ya rehema. Asante kwa ajili ya masamaha. Asante kwa ajili ya rehema. Yesu, ninaleta wale ambao ilibidi watoe mimba kwa sababu watoto walikataliwa. Ilibidi watoe mimba kwa sababu watoto walikataliwa. Na wao pasipo kujua, walipokuwa natoa mimba ni kiti kilikuwa kinadai damu. Ni kiti kilikuwa kinadai damu. Na Mungu, wengine walipofanya hivyo ndivyo vipawa vyao vikafa. Wengine Mungu walipofanya hivyo ndivyo utashi wao ukafa. Wengine Mungu kabla hajazaliwa wao mimba ya mama yake ilitolewa kwanza. Alafu yeye ndo akazaliwa. Akaja akasimamishwa kwenye kiti cha uovu kwa habari ya kuzaliwa kwake. Akasimamishwa kwenye kiti cha uovu kwa habari ya kuzaliwa kwake. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Na kitu nakisikia ndani yangu leo. Si kaida yangu kuomba rehema kwa niaba yako kwa muda mrefu hivi. Lakini ndani yangu kuna huzuni inanitesa kwa ajili yako. Mungu le hai, Mungu, wengine kwa habari ya kuzaliwa kwao,
vitovu vyao havikukatwa wala havikuoshwa. Wengine Mungu vitovu vyao viko kwenye mazizi ya ng'ombe. Wengine viko kwenye mazizi ya ng'ombe. Wengine viko kwenye malango ya kuingia kwenye boma. Wengine viko kwenye mashamba ya migomba, mashamba ya korosho. Wengine viko kwenye mashamba ya miembe. Ninaomba rehema kwa ajili yao. Mungu li hai, hazina hii usipoirehemu leo na kuivusha kwenye mwaka huu wa 2026, katika hii miezi iliyoko, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa 10, wa 11, wa 12, mpaka tarehe 31 Disemba 2026. Baba, usipotulehemu leo, usipotulehemu, vile viti ambavyo tulipelekwa, hatukupelekwa kwa utayari wetu, tulipelekwa kwa sababu waliotutangulia waliona hapo ndio kwenye njia kuu yao. Waliotutangulia waliona hiyo ndio njia sahihi. Mungu liye hai, Mungu liye hai, ninaomba rehema juu ya kila aliyezaliwa na alivyozaliwa. Babu alimshika kwa mara ya kwanza, na babu alipomshika kwa mara ya kwanza alimuingiza kwenye mfumo wa kiti, na babu alipomshika kwa mara ya kwanza alimuingiza kwenye mfumo wa kiti. Ninaomba wale waliolewa wakiwa na siku moja, waliolewa na mababu zao, tangazo tulilipotoka uzao wa kike umezaliwa, ninaomba rehema kwa ajili yao. Ninaomba rehema juu ya uzao wa kiume walioozeshwa bibi zao wakiwa na siku chache, ninaomba rehema kwa ajili yao kwa damu ya Yesu. Sema mbele ya kiti chako cha rehema, nitwae hivi nilivyo. Sina cha mkononi siku hii ya leo, naja msalabani, na hii ndio sauti yangu itokayo ndani ya moyo wangu. Katika mwaka huu wa 2026, mwaka uliopita nimezunguka milima mingi. Mwaka uliopita nimezunguka milima mingi. Lakini mwaka huu wa 2026, moyo wangu na unyenyekeza mbele ya kiti chako cha rehema. Moyo wangu na unyenyekeza mbele ya kiti chako cha rehema. Huu mwaka sijawahi kuishi kabla, lakini Mungu liye hai, niliyokabiliana nayo mwaka jana, inaweza ikatokea mwaka huu kwa namna ya tofauti, kwa sababu ya defined pathway, kwa sababu ya njia iliyokwisha tengenezwa, njia iliyokwisha amuliwa. Mimi sikuwahi kwenda kuichagua miungu ya kigeni, lakini walionitangulia wao walikimbilia miungu ya kigeni. Wao walikimbilia miungu isiyofaa, wakainulia ibada, wakafunga nafsi zetu kupitia hiyo miungu ya kigeni. Wao walipoichagua walihakikisha kila mwaka viti vya huyo mungu wa kigeni, kiti cha huyo mungu wa kigeni na cheo kinatawala, kinakuwa kina nafasi. Lakini leo mbele ya uso wako ninaomba rehema, mbele ya madhabahu yako ninaomba rehema juu ya kiti cha kigeni kilichoachiliwa kwenye familia nayotokea, kilichoachiliwa kwenye nyumba nayotokea, kilichoachiliwa kwenye ukoo ninaotokea, kwa damu ya Yesu Kristo. Tamka kutoka ndani. Wengine kwenye rehema hii wanatoka.
Wengine kwenye rehema hii Mungu anawatoa. Mimi napiga magoti kwa ajili yako. Wewe simama tu. Acha mimi nyenyekee kwa ajili yako. Sema, kwa damu ya rehema hakunaga kiti ambacho kitakaa kwenye kijiji nilichotokea kama hakijapata support ya kiti kikuu kwenye kijiji ninachotokea, kata nayotokea, mkoa nayotokea. Leo ninaomba rehema. Sijui ni tarehe ngapi, lakini ninachojua lazima ilikuwa iko rangoni hii vita. Walipokimbilia wakachagua Mungu asiyejulikana, waliomtambua wao, wakavunja sheria ya tusiabudu miungu mingine isipokuwa Mungu aliye hai. Walipovunja sheria tusiabudu miungu mingine isipokuwa Mungu huyo, Mungu uliinuka kinyume na hayo maamuzi, yakaondoa mwelekeo wako Mungu wa kurehemu nyumba nayotokea, yakaondoa mwelekeo wako Mungu, mwelekeo wa kurehemu familia nayotokea, mwelekeo wa kurehemu nyumba nayotokea, mwelekeo wa kurehemu familia nayotokea, mwelekeo wa kurehemu nyumba nayotokea. Sema, kila njia yangu iliyo sahihi ndani ya mwaka 2026, kila njia yangu iliyo sahihi kwenye majira tofauti tofauti yaliyobeba wakati ndani ya mwaka huu, yaliyoasiliwa, yaliyoharibikia, yaliyoasilikia, yaliyoharibikiwa kwenye lango la madhabahu, kwenye njia kuu, kupitia kiti kilichochaguliwa, kiti kilichowekwa na cheo kilichowekwa. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Muda huu kuna vita fulani itaibuka sana kwenye visigino vya watu. Muda huu kuna vita fulani itaibuka sana kwenye visigino vya watu. Mimi naona kuna watu wanapata shida. I see that. Wasaidiwe. 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 Hao watu ambao hii shida inatokea kwenye visigino, mnazulumiwa sana haki zenu. Mnaishi maisha ya kuzulumiwa sana. Mnaishi maisha ya kufanya kazi kwa jasho, hakuna kinachokuja. Mnaishi maisha ya kujituma, lakini hakuna kinachozaliwa, hakuna kinachotokea. Hakuna kinachozaliwa, hakuna kinachotokea. Hakuna kinachozaliwa, hakuna kinachotokea. Kuna vita naiona kwenye visigino hii muda huu. Kwa habari ya mambo ya zamani, ninaona sadaka ya kwato za ng'ombe, sadaka ya kwato za mbuzi. Ninaona sadaka tu ya miguu ya hao wanyama walioinuliwa ibada zikiwekwa kwenye ardhi, alafu watu wakiruka kwenye hiyo madhabahu wakasema, wote watakaoinuka kwa ajili ya utajiri, watakaoinuka kwa habari ya fedha, watakaoinuka kwa habari ya vyeo, watafungwa kwenye visigino vyao na miguu yao itawekwa kwenye wavu, itawekwa kwenye wavu. Sema, mbele ya uso wa Mungu ninaomba rehema juu ya ile njia kuu. Tamka, sema, juu ya ile njia kuu, juu ya ile njia kuu ambayo walipochagua kiti walichagua huo mwelekeo. Kwa kuwa mimi nimewaasi kwa kuifuata njia ya Mungu na kutafuta mwelekeo wangu ndani ya mwaka huu, ili niuone utukufu wako kupitia ushindi utakaonipa, ninaomba rehema leo juu ya kila njia kuu ambako siku zote wamekaa kwenye miguu ili kubadilisha mwelekeo. Maana kila mwaka ikiwa kuna vita napambana nayo, ni vita ya mwelekeo,
ni vita ya mwelekeo, ni vita ya mwelekeo. Sema ninaomba rehema juu ya kila vita iliyoinuliwa kwenye kiti walichokikopi, kiti walichokichagua, kiti ambacho sikukichagua, ila kiti ambacho wao walinikabidhi kwayo. Ninaomba rehema juu ya iko kiti walichonikabidhi. Ninaomba rehema juu ya iko kiti walichonikabidhi. Walikabidhi na miguu yangu, walikabidhi na visigino vyangu, walikabidhi na miguu yangu. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Tulia kimya. Kuna mtu hapa anatokea huko Bukoba, sababu naona chui kwenye kiti, kwenye mti. Alafu na mara nyingi unajikutaga mtu umekwaluliwa kama kucha. Kila ikifika wakati wako wa kuvuka kwenye mwaka, asaidia huyo. Kila ikifika wakati wako wa kuvuka kwenye mwaka, ni yule chui waga anainuka. Na naona mauti kwenye mji wenu. Na ikiwa kuna kitu ambacho kinakutesa, kila ukiomba kuna sauti ambayo waga inainuka na kuambia hapana, 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 hapana. Kila ukimunuliaga Mungu ibada, kuna sauti ambayo waga inainuka, na mtafuta huyu. Kuna sauti ambayo waga inainuka, inakwambia kwenye mwelekeo huu wa aina hii ya maombi unayoomba, hapana, 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 hapana. Damu ya Yesu inaenda, damu ya Yesu inaenda kwenye hiyo nyaruju. Nini nyaruju? Ile nyumba ya ibada, ile nyumba ya ibada. Kuna mtu hapa, wewe ni kwenu ni Bukoba, lakini ulifichwa kwenye kiti. Kuna madhabahu nyingine na kiti likumeza kwanza, haujui wewe kwenu ni wapi. Kwa hiyo kila ukinuaga ibada, ile asili isiyojulikana inakuinuliaga vita. Wale ambao asili zisizojulikana zinawainuliaga vita. Ninaomba rehema kwa ajili yao kwa damu ya Yesu. Mara nyingi naombaga juu ya asili isiyojulikana katika nchi, lakini leo Mungu ananiambia katika level ya mikoa. Kuna watu wanatumia jina ambalo haliwataki. Kuna watu wanatumia jina la ukoo ambalo haliwataki. Kile kiti hakikutaki, wanakupotezeaga mwelekeo. Hilo jina halikutaki, hilo jina halikutaki. Damu ya Yesu inapita juu ya jina lisilokutaka. Damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu Kristo iende kwenye visigino. Sema ziko wapi kamba zao za kiibada? Hebu nyanyua mguu wako, shika miguu yote miwili, ishike tu kwa imani. Unaposhika kuna kitu kinafanyika. Yes. Ishike mpaka nikwambie basi. Awamu ya kwanza tunashika sasa. Shika wa kwanza. Yes. Awamu ya kwanza hiyo. Shika yote miwili. Awamu ya pili. Awamu ya tatu. Sema kila hatua zangu tatu mbele. Ndani ya mwaka huu wa 2026 ambazo zilizuiliwa kwa njia ya ibada, kwa sadaka kutangulizwa kwenye kiti. Mimi sikuwahi kukifuata hiko kiti, ila wao walichukua utayari wakanikabidhi kwenye hiko kiti. Leo ninaomba rehema, maana wananipotezeaga mwelekeo kwa njia ya maamuzi. Waga wananipotezea mwelekeo. Naondolewa kwenye njia kuu, napelekwa kwenye njia isiyo sahihi. Sema 2026 kila njia isiyo sahihi ninaomba rehema, maana miaka na miaka nimepotezea mwelekeo. Ninaomba rehema leo, ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Sema Mungu le hai, uliyeniruhusu niuone mwaka huu
Haukuniruhusu kwa hasara, ila wao wamekusudia hasara. Haujaniruhusu kwa aibu, wala wao wamekusudia aibu. Sema kila mwelekeo uliobeba aibu katika mwaka 2026, ninaomba rehema kwa ajili ya aibu iliyoko mbele yangu. Kila aibu iliyoelekezwa kwangu, kila aibu ya kiti mahali nilikokabidhiwa pasipo tayari, ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Sema Mungu le hai. Kabla sijashughulika na zile adhabu wiki ijayo za kiti, ni mwelekeo upi uliofungwa leo nikiwa katika limbuko la siku la 3 ya mwezi huu wa kwanza? Ni mwelekeo upi walioukamata kwenye kipengele cha mafanikio ya kiuchumi na mafanikio ya vitu vyote, kwenye kipengele cha afya imara na kwenye kipengele cha ibada? Sema damu ya Yesu, fuatilia kipengele cha ibada, kule ambako nafsi zetu waga zinazuiliwa, kule ambako nafsi waga zinazuiliwa, kule ambako nafsi waga zinazuiliwa, kule ambako nafsi waga zinazuiliwa, zisinyanyuke kwenye eneo la kipata. Sema nguvu ya ibada, nguvu ya ibada, nguvu ya kumtumaini Mungu, ile nguvu ya imani iliyodhibitiwa kwenye kila msimu ndani ya mwaka huu. Damu ya Yesu, fuatilia lango la mwezi wa kwanza, lango la mwezi wa pili, lango la mwezi wa 3, lango la mwezi wa 4, lango la mwezi wa 5, lango la mwezi wa 6, lango la mwezi wa 7, lango la mwezi wa 8, mwezi wa 9, wa 10, wa 11, wa 12. Kila utawala wako Bwana kwa njia ya ibada, kila ibada zilizozuiliwa, kila ibada zilizokamatwa kwenye ulimwengu wa roho ndani ya mwaka huu, zilizobeba matokeo yenye utukufu wako kwa ajili ya ushindi. Damu ya Yesu, lemu mwaka, lemu siku zilizoko mbele yangu, lemu kila zuio la ibada. Nyosha mkono juu. Kuna watu wamefungwa kwenye ibada. Adui ameshika mioyo yao kwamba kile kinachotoka kwenye moyo sio kile wanachokitamka. Hawa watu ni watumishi wa Mungu. Hawa watu ni watumishi wa Mungu. Na muda huu namuona nyoka wa familia amekasirika. Huyu nyoka hatakagi mwelekeo wa watu waliobeba agizo la Mungu. Hawa watu wana kitu cha Mungu ndani. Hata kama uko kwenye ajira, we ni mtumishi wa Mungu. Hata kama upo kwenye kazi, we ni mtumishi wa Mungu. Mara nyingi ukinuaga ibada unasikia vichomi sana kwenye moyo wako. Vichomi. Hawa watu ni watumishi wa Mungu. Hawa watu ni majemedari wa Bwana, ambao wao sifa yao ni kushinda kila vita. Hawa ni wakina Benaya ila wamefichwa. 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 Watoke sasa kwa damu ya rehema. Watoke. Wanatoka. Hao nao wazungumza, unapataga maumivu makali sana kwenye kiuno na kwenye kifua chako. Unatoka. Na umekuja ibada hii ya leo moyo wako ukiwa na uchungu sana, hujui ni uchungu wa nini. Umekuja moyo wako ukiwa na maumivu sana. Today you are coming out from that area.
Damu ya Yesu inakutoa. Damu ya mwana kondoo inakutoa. Today is my assignment to take you out. Allow me 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 to take you out today. Allow me to take you out. 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 Yaani kuna saa unaombaga paka na lugha, lakini wanaibadilisha lugha. Allow me to take you out today. Allow me to take you out. 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 Nyosha mkono wako juu zaidi. Allow me to take you out. Allow me to take you out in the mighty name of Jesus. Allow me to take you out in the mighty name of Jesus. Allow me to take you out in the mighty name of Jesus. Mungu le hai na waita waliobeba upanga, lakini upanga wao hauna nguvu ya kukata, kwa sababu wanachokitamka kinaondolewa nguvu kwenye kinywa, kinaondolewa nguvu katika roho. Wamebeba sanduku, wamebeba sanduku la agano, wamebeba sanduku la agano, wamebeba sanduku la agano, wamebeba sanduku la agano, wamebeba sanduku la agano kwenye utumishi ulioko ndani yao, kwenye uchumi wao, kwenye afya zao. Wamebeba agano, watoke. Sema damu ya Yesu Kristo iende kule ambako roho yangu imefarakanishwa. Sema damu ya Yesu Kristo iende kule ambako roho yangu imefarakanishwa. Na uhalisia wangu ya kwamba mimi ni nani. Maana vita wanayoinua ni kinyume na kile kilichopo ndani. Hawataki kilichopo ndani kiende. Hawataki kilichopo ndani kiende. Kwa wamenunulia vita malangoni, katika njia walioichagua wao. Sasa mimi sikuichagua hiyo njia, sijui vipi. Unaona? Wao ndo walioichagua. Na wanataka niishi hiyo njia. Sema damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani iende kwenye makubaliano yao. Waliosema aliyebeba nuru ya Mungu alusiwi kushika vitu. Sema walisema kabisa. Sasa na wewe damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo iende kwenye kile kitu alichokichagua kupitia miungu ya kigeni. Damu ya Yesu Kristo iende kwenye kile kitu alichokichagua kupitia miungu ya kigeni, na ile hazina iliyoko ndani yangu iliyoibiwa kwenye kiti cha madhabahu ya miungu ya kigeni. Damu ya Yesu ile kipawa, ile kilichopo ndani, kwa damu ya Yesu. Church, let me tell you something today. Season yoyote, success yake au prosperity, baraka siku zote ndio inakupeleka kwenye channel, kwenye mkondo, kwenye njia iliyobeba mafanikio yako. Kila aliyeko humu ndani naingia kwenye dakika kama 15 hizi za vurugu fulani. 4,
your direction. Are we in agreement? Kwa ajili ya mwelekeo wako. Listen to me, listen to me. Kila aliyeko mundani, mwelekeo wake kwa mwaka huu unategemea ibada. Lakini kipawa, Mungu amekupa nini? Mungu ameweka nini? Katika kazi mojawapo tulionayo wachungaji ni kuonesha thamani ya Mungu kwenye maisha yako, na kilichopo ndani yako kinapounganishwa na kiti cha Mungu. Mungu anakuketisha popote atakapo kwa wakati wako ulio sahihi ndani ya majira ya mwaka husika. So allow me in the mighty name of Jesus Christ. Allow me to speak a word. Maybe ni neno la leo nitakalo kutamkia juu ya kalia yako, litakalo kuondoa mahali pasipo eleweka, likakuweka mahali panapo eleweka. Wengine mmekaa kwenye comfortable zone miaka na miaka, mmekaa kwenye maeneo yale yale. I'm here in the mighty name of Jesus Christ to take you out from your comfortable zone, to take you out from your comfortable zone. Wengine tayari ni taarifa mbaya zimeshanukishwa kwa ajili ya mwaka huu. Wengine tuko hapa tayari barua za kazi zishaandaliwa kwenye ulimwengu wa mwili na rohoni. Wengine tayari interview yako ishazuiliwa. Mwingine ni tayari tenda yako ya biashara ishazuiliwa. Mwaka huu ikawe tofauti. Mwaka huu ikawe tofauti. Wenye vipawa wakatofautishwe, wenye ujuzi wakatofautishwe. Mwaka huu ikawe tofauti. Baba, mwaka huu ikawe tofauti in the mighty name of Jesus. Mwaka huu ikawe tofauti in the mighty name of Jesus. Thank you Lord, this is another year. Thank you Lord, mwaka huu itakuwa tofauti. Wenye vipawa, wenye karama, wenye ujuzi, mwaka huu ikawe tofauti. Waliokaa eneo moja kwa muda mrefu, wakafikiri hapa ndio pa kwao, kumbe wana mahali pa kuelekea. Mwaka huu wanyanyue Baba kwa damu ya rehema. Sijui kama unasikia mimi ninavyosikia ndani juu ya mwaka huu. Huu mwaka hakuna kulamba mtu miguu ili uinuke. Ni Mungu mwenyewe atakuinua. Aliyenitunza paka leo, aliyekutunza paka leo, mwaka huu atakupa njia ya ajabu sana mbele yako. Tutaimba nyimbo paka mtu akikuamsha akikwambia kiti cha kileo ni nini cha familia, unamuelezea yote. Huu mwaka lazima. Nasema hivi, hakuna ushindi pasipo ushujaa kuwepo. Ibada hizi zitakuvika ushujaa. Ibada hizi zitakuinua. Zamilia yako, zamilia tu kwamba kila Jumamosi Mungu nitakupa muda. Kila Jumamosi. Nyosha mkono wako juu unaotumia kuandika. Mtangulizi wetu alibebaga kipawa cha ajabu cha kuwinda, Esau. Alituwekea kiti cha aibu, kiti cha chakula, kuondoa cheo chake na kiti chake. Ndio maana baba yake anamwambia, nitakubariki vipi? Nishatamka baraka zote kwa ndugu yako. Nisikilize. Tunaenda kuomba muda huu kwa damu ya Yesu. Kila laana iliyoko kwenye kiti kwa bali ya ujuzi au kipawa au uwezo ulioko ndani ya mtu, ambao waga unaibiwaga. Kuna watu wanaibiwaga uwezo wao. Kuna watu wanaibiwaga mishahara yao. Kuna watu wanaibiwaga biashara zao. Kuna watu wanaingizwaga kwenye ushindani alafu wanaanguka hawainuki tena. Mwaka huu mimi nakuhakikishia, ikiwa huyu Mungu yupo, wacha atuokoe katika haya. Ikiwa huyu Mungu yupo, wacha atupiganie katika haya.
Mimi kwenye miaka ya kutembea na Mungu sijawahi kuona msalaba ukimtupa mtu. Sijawahi kuona msalaba ukimpuzia mtu. Sijawahi kuona msalaba ukimtupilia mtu mbali. Hajapo tuhuzunisha, hutupa maarifa ya kutuinua. Na maarifa ya mwaka huu, hakuna cha kwetu cha kuibiwa. Hakuna cha kwetu cha kwenda kwa mwingine. They have to belong to us. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Damu iende kwenye familia inayotokea. Kila wizi ulioko katika ujuzi, kila wizi ulioko katika vipawa, ulioanzia kwenye familia, na huo upelekea paka kwenye kijiji tulichotokea, kwenye kata niliyotokea, kwenye mkoa, kwenye wilaya niliyotokea na mkoa. Sema, Mungu liye hai, vipawa waga vinaibiwa. Sema, kiti cha nyumba ya baba yangu, kiti cha nyumba ya mama yangu, sawa sawa na asili ya kule walikotokea, ambako waga wanaondoaga mwelekeo sahihi kwa habari ya vipawa, kwa habari ya uchumi, kwa habari ya afya, kwa habari ya kuibiwa vipawa. Maana baraka yoyote yenye njia ya mafanikio hutegemea kipawa. Sema, kipawa changu, ujuzi wangu, ujuzi ulioko ndani yangu, kila ulikoibiwa, sawa sawa na kiti, sawa sawa na kete, damu ya Yesu, fuatilia ujuzi, fuatilia kipawa kilichohamishwa ndani yangu. Leo kiachiliwe, leo kiachiliwe. Sema, damu ya Yesu. Online nawabariki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu. Tunakaribisha fagia wiki ijayo kuanzia saa 5 asubuhi uje live. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Sema, damu ya Yesu Kristo. Sema, ikiwa Esau aliketishwa, mwambie, ikiwa Esau aliketishwa. Sema kwa sauti. Lakini alipoteza haki yake kwa chakula, kwa kitu ambacho hakina akiba, kwa kitu ambacho hakina mwendelezo wa baadaye. Ndio maana hata wakati wake wa kubarikiwa ulipofika, baraka ikwenda kukaa kwake. Sema, uhimidiwe mwaka huu kwenye kila tarehe iliyobeba baraka yangu, katika kila wiki iliyobeba baraka yangu. Sema, uhimidiwe mwaka huu, uhimidiwe 2026 kuanzia Januari mpaka Disemba. Sema, kila siku iliyobeba mwelekeo wa baraka yangu, kila siku iliyobeba mwelekeo wa baraka zangu, baraka za kuinuliwa, baraka za kujaa, baraka za kufurika, kila inayoitwa baraka ambayo ndani ya mwaka huu imeelekezewa kwangu. Lakini yako madai ya kuibiwa kwa njia ya utayari. Sema, mwaka huu 2026 kwa akili zangu timamu na kwa moyo wa ibada, ninajutia kila kilichowahi fanyika, toka mawio ya jua mpaka macheo yake, kuanzia kwenye lango la mapambazuko. Kila haki ya baraka kupitia kipawa. Sema, wizi uliofanyika wa ujuzi kuhamishwa au kuwekewa upofu, watu kutokuona ujuzi wangu au mimi kutokujua mwelekeo wangu ni upi, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya rehema, ninaomba rehema juu ya kipawa kitoke kwenye mikono ya kuibiwa. Hata kama kiliuzwa
kwa njia ya njaa. Damu ya Yesu irehemu leo kipawa kilichopo ndani. Damu ya Yesu irehemu leo kipawa kilichopo ndani. Damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo irehemu kipawa, ule ujuzi ulioko ndani ulemiwe leo, na utoke kwenye makaburi, utoke kwenye mapango, utoke njia panda, utoke kwenye mauti, utoke kwenye maji. Tamka neno hapo, tamka neno hapo, tamka neno, kipawa chako kitoke. Oh, rakashaka pala la baba baba baba, raba baba baba, oh raba baba baba. Waefeso 3, sema Waefeso 3 mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuwazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Turudie tena. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Today ninakubariki for my heart. Nikiwa kwenye kiti changu cha uchungaji cha ukuhani, ninakubariki. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yale tunayoyawaza na kuyaomba, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. 2026 kwenye pattern ya mafanikio, ibada zitasababisha ile nguvu iliyoko ndani yako katika eneo la kipawa na ujuzi kufanyika baraka kila itwapo leo. I declare in 2026, chochote mikono yako itakayogusa kitakuwa na matokeo zaidi ya kimoja. I declare in 2026, I connect you with this blessing. Ninakuunganisha na hizi baraka 2026. Kila utakacho kigusa kitakuwa na matokeo zaidi ya mara moja, zaidi ya kitu kimoja. Pokea in the mighty name of Jesus. Mwaka utaenda kwa uwezo ulioko ndani yako. My assignment, man of God, is to uplift what is inside you. Kazi yangu mtumishi wa Mungu ni kuinua kilichopo ndani yako. Ninakiinua mwaka huu kila njia yako ya uchumi. Ninainua mwaka huu kila njia yako ya uchumi. Funguka mbele yako, ifunguke mbele yako, ifunguke mbele yako. Njia zako za uchumi zifunguke mbele yako. Nimekwambia huu mwaka tutakaliwa vikao. Wakikaa vikao vya kutufukuza, watajikuta hawana jinsi yoyote. Wakikaa vikao vya kutushusha, watajikuta hawana jinsi yoyote. Huu ni mwaka wa uwezo ulioko ndani yako kushinda kila mahali kwa ajili ya utukufu wa Bwana, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kilichopo ndani yako kiinuke sasa, kiinuke sasa, kiinuke sasa. Nasema kilichopo ndani yako. You know, tafsiri andiko hili ni hivi: utaomba kazi ya mshahara wa milioni 5, utapata 20 milioni. Chochote ambacho utakiomba kitakuwa kina multiplication. Chochote ambacho utakiomba kitakuwa kina ongezeko. Utaomba ongezeko la milioni 10 kila mwezi, lakini neema ya 20 itakuwepo, neema ya 30 itakuwepo, 40 itakuwepo. Nasema milioni 50, milioni 60 mpaka 100, mpaka billions of money. This is our year.
wakati nakuwa, kuna watu walikuwa wananitabia, walikuwa wananikandamiza kwa maneno yao kila siku. Ikafika mahali nikasema my level ni kuwa na hata Mungu ukinipa vitsi tu, sababu vitsi Mungu ina cc ndogo. Nikipata vitsi ya cc 990 itanisaidia, mafuta ataenda kidogo. But I'm telling you, one day nilipoelewa hata diesel na petroli ni kazi ya uumbaji wa Mungu, nikasema Baba, change my focus. Badilisha focus yangu, sitafikiria vitu vidogo vidogo. Na mimi nasema mwaka huu usifikirie mshahara mdogo mdogo, fikiria mashine kubwa kubwa, fikiria mishahara mikubwa mikubwa. Nasema hatuhitaji mtu afungue njia zetu, tunahitaji mkono wa Mungu ukae ndani ya mtu atakayefungua njia zetu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nasema this year go higher. Nenda mbali kwenye kazi za mikono yako, nenda mbali kwenye kazi za mikono yako. You know, wakati mzee Simeoni anamwambia Mariamu na Yosefu, this is a new season, walikuwa hawaelewi. Lakini the moment wakatamkiwa baraka, wakaambiwa kwa sababu ya nguvu ifanyayo kazi iliyoko ndani ya Yesu, na nyinyi wazazi wake mtaitwa wabarikiwa. Hawakuelewa kwa nini wanaitwa wabarikiwa. But I'm telling you, baada ya Yesu matukio makubwa kutokea, even status ya wazazi wake ilibadilika. Nasema hivi, kwa sababu ya Kristo Yesu, ikiwa Yesu alisababisha azi ya wazazi wake libadilika, sisi tunaomwamini yeye, ambaye alisema sisi ndo ndugu zake, tunaosikiliza neno lake na kulifanyia kazi, I declare mwaka huu in the mighty name of Jesus Christ, ile nguvu ile mfufua Yesu ikafufue kipawa kilichopo ndani yako. Kama kilikuwa kipawa kionekani, ninasema hivi, taa waga ikiwashwa waga iweki chini, taa ikiwaka inawekwa juu, inatoa mwangaza. Kipawa kilichopo ndani yako, nasema iwe ni ajira, iwe ni biashara, ikakae juu ikatoe taa. Taa, watu wanafuataga taa. Nasema wewe ni taa. Kipawa chako mwaka huu kikawe ni taa, ukaangaze kila mahali. Nasema hivi, kuna makampuni hujawahi omba kazi, watakutafuta. Kuna ofisi hujawahi kuomba kazi, watakuuzu, wataulizia. Mnaofanya biashara, kaa kwenye kiti cha biashara. Watu wataifuata biashara yako, watafuata biashara yako, wataifuata biashara yako. Nasema pokea taa, pokea taa. Sema mimi ni taa. Sema tena, mimi ni taa. This year, lile swali, Pastor mimi ni nani, limefika mwisho. Wewe ni taa. Whatever you retouch. Unajua wanasemaga kuna saa ukiingia nayo kwenye maji hayawezi akazuia saa kusoma. Na mimi nasema hivi, this year tutapiga mbizi katikati ya bahari, tutapiga mbizi katikati ya majaribu. Hakuna jaribu utakaloinuka kinyume na kipawa kilichopo ndani yako na kukuzuia. Sema mimi ni taa. Mwambie jirani yako, mimi ni taa. Mwambie nisisalimie vizuri, mimi ni taa. Utukuzwe Yesu. Mwambie mimi ni taa. Listen to me. Niliwaza vits. Today I don't think about vits. I'm telling you. Bwana Yesu asifiwe. Siku Mungu aliponipa ili andiko, nilitubu sana. Kwa Mungu nilikuwa nawaza nyumba ya vyumba viwili. Kumbe mimi nyumba yoyote nikijenga inatakiwa ijivunie ya kwamba atu yeye hujanielewa leo. Nasema vitu utakavyoenda kugusa mwaka huu vitafurahia uwepo wako, vitafurahia uwepo wako. Ninakutoa kwenye umiliki wa ovyo ovyo, ninakutoa kwenye umiliki wa vitu vichache, ninakutoa kwenye umiliki wa vitu ambavyo havina ubora. Wewe ni taa. Utukuzwe Yesu.
uwezaye. Nasema hivi, familia, historia ya nyumba baba yako haitakuzuia tena. Historia ya ukoo uliotoka haitakuzuia tena. Historia ya watu wa ofisini kwako haitakuzuia tena. Historia ya mtaa uliotoka haitakuzuia tena. You are alive. Tukuzwe Yesu, uwezaye kufanya mambo ya ajabu. I have seen God in my life. I have seen God nikiombea watu waliosaulika, waliokataliwa. I have seen God through my hands. I have seen God through the voice of authority. Nimemwona Mungu akibadilisha destiny za watu. Nimemwona Mungu akibadilisha historia za watu. Mimi niliye mchungaji na kutamkia leo, I change your destiny today. I change your destiny today. I change your destiny. Kuliko tuyaombayo, nguvu itendayo kazi. Father, this is my year. Ndani yetu. Dunia itanitambua according to what is inside me, Lord. This is my year, Father. Global watanitambua according to what is inside me, Father. Kuliko tuyaombayo, kwa nguvu itendayo kazi ndani yetu. Let me tell you something. Saa ya taa kuwashwa na kuwekwa chini ya meza imeisha. Mwaka huu taa zetu zinawashwa, zinawekwa juu ya meza. This is our year to shine. I speak it prophetically. Oh, baba, baba, baba. Kuliko tuyaombayo, kwa nguvu itendayo kazi ndani yetu. Utukuze Yesu, uwezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko tuyawazayo. My Father, kuliko tuyaombayo, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. ndani yetu. Who knows? Gabriel mwezi wa 5 tutasaini cheki za billions of money. Who knows? Tutafanya transactions za kwenda nje ya nchi. Who knows? My account will lead. Who knows? Yaombayo, kwa nguvu itendayo. I declare in this year, global people, they will trust you. Watu wa hii dunia wataamini what is inside you. Wataamini what is inside me. Watakuja foleni kwa foleni. Watakuja kunifuata. Watakuja kukufuata. This is my prayer. Kwa nguvu itendayo kazi ndani yetu. Utukuze This year, oh, makabasa. Nani ajuaye mwanangu? Nani ajuaye unayenisikiliza kwamba kuna cheki zitasoma jina lako mwaka huu? Nani ajuaye? Nani ajuaye? Kuna barua itagongwa muhuri wa siri kwa ajili ya cheo chako, kwa ajili ya kuinuliwa kwako. tuyawazayo kuliko tuyaombayo, kwa nguvu itendayo I feel God in this house. ndani yetu. I feel might in this house. Kufanya mambo ya ajabu kuliko tuyaombayo, kuliko tuyawazayo. 2026, my Lord. 2026, my Lord. 2026, my Father. 2026. Tukuze Yesu, uwezaye kufanya mambo ya ajabu.
Father, kuliko tuyawazayo, kuliko tuyaombayo. Father, Kwa nguvu tena Tanzania, andika jina langu kwa upya. Tanzania, write my name again. Write my name again. Andika kipawa again. Receive the word of God. kuliko tuyawazayo, kuliko tuyaombayo. Kwa nguvu This is a year whereby your family utaivunja itifaki ya nyumbani kwenu. This is the year itifaki ya nyumbani kwenu inavunjika. Nchi inaandika jina lako. Iambie nchi, andika habari zangu. Nchi, andika habari zangu, ya kwamba kipawa kitapokelewa, kipawa kitatafutwa. Katika moja ya maombi ambayo waga nafanya ni kwenda airport ile Dar es Salaam kule upande wa international, during the night hours waga na paki gana, naambia Yehova, kama watu wanasafirigi mataifa na mataifa kwenda kufuata watu wenye vipawa, Lord, may your season speak again, ya kwamba na sisi watu wakatoke mataifa na mataifa wafate what is inside us, wafate vilivyoko ndani yetu. I connect you with this grace because this is your year, because this is your year. Watatoka huko walipo, kazi za mataifa, kazi za kitaifa, kazi za mataifa zimefunguka. This is your year. uwezaye kufanya mambo ya ajabu You know, kuliko God tuyawazayo. knows. Let me repeat again. Mungu anajua namna gani ya kuinua jina la mtu aliyesaulika. Mungu anajua namna gani ya kuweka jina lako Marekani, Marekani wakakutafuta, na kuweka jina lako UK, UK wakakutafuta. Mungu anajua namna gani aweke jina lako Dubai, wakakutafuta, people wakakutafuta. Nasema hivi, Suleimani alikuwa na ujuzi, watu walitoka mbali walimfuata Suleimani. I declare huu mwaka watatoka mbali na mbali kutukimbilia, watafuata kilichopo ndani. Hakuna atakayezuia 2026. Iwe ya kwanza. Aiwe Baba, ni maombi yangu. Our focus, atukuzwe yeye awezaye kufanya kazi. This is our focus in this month. What is inside you? Listen to me. Haijalishi kifungo walichokufungia, waliapa ya kwamba you cannot make it. Alikuwepo mtumishi aliwekwa gerezani na bado alinunua plot, na bado alinunua kiwanja. Hear me today, hear me today. Hatutaenda kwa umbali wa mawe waliotulushia, hatutaenda kwa umbali wa kamba walizotupimia. Tunaenda sawasawa na Mungu tuliyemtukuza siku hii ya leo, sawasawa na nguvu ifanyayo kazi ndani yako. Ninainua what is inside you, ninainua kilichopo ndani yako. Dunia ipokee kwa haraka, dunia ikupokee kwa haraka. Kufanya I'm mambo telling you, ya ajabu this year kuna watu barua zao zitagongwa muhuri mwekundu wa siri kwa ajili ya new position, kwa ajili ya new position. Kukaa mahali ambako kwenye familia yako hakuna aliyewahi kukaa, kwenye ofisi uliopo watu wa namna yako hawajawahi kukaa. Mimi ninakuketisha in the mighty name of Jesus. ajabu kuliko tuyawazayo. Mwaka huu ninafungua milango ya dunia kukupokea.
Passport yako haitakataliwa mahali popote. Passport yako haitakataliwa mahali popote. Mialiko itakufuata in the mighty name of Jesus. Mialiko itakufuata in the mighty name of Jesus. Ninawaambiaga hapa, the first time mimi naalikwa US, hawakuwahi hata kuniona zaidi ya kupewa picha yangu. Ila one person alisema, we need this man. We need this man. I'm telling you, Mungu anawapa watu maelekezo muda huu tukiwa kwenye ibada hii. Maelekezo ya kusema John Sembato anahitajika hapa. Maelekezo ya kusema tamka jina lako, tamka jina lako, tamka jina lako, tamka jina lako, tamka kazi ulionayo, tamka biashara ulionayo, tamka biashara ulionayo, tamka ujuzi wako. This is why you are. Tunakubaliana? For that case, this year, kila siku itabeba faida ya matokeo kwetu. Hatutaishi kwa kipato cha mwisho wa mwezi. Tutaishi kwa chaneli mbalimbali zinazofunguka. Hatutaishi kwa kipato cha mwisho wa mwezi. Wakitupima kwa kipato wataishia njiani. Ila Yehova this year anatufungulia chaneli tofauti tofauti. I'm telling you, this year kuna mtu atakutafuta na kwambia, na cheki ya milioni 30 hii kwa ajili ya soda. Soda gani ya milioni 30? Utasema one day Pastor John alisema vitu vitatufuata, vitu vitatufuata, vitu vitatufuata, vitu vitatufuata, vitu vitatufuata. That's why mwezi huu wa kwanza kazi Mungu alionipa ni kukuweka kwenye njia sahihi, ni kukuweka kwenye njia sahihi. Tunasikiaga mjini wanasemaga, huyu jamaa upepo umemwangukia saizi, si ndio Na mimi nasema hivi, hiyo ni lugha ya kiupako. Na wewe upepo wa mashariki umekufungukia, lango la baraka limekufungukia. Wacha yache, wacha viche. Leo in the morning I met one of my friend ambaye tulitafuta Mungu zamani pamoja somewhere. Akaniambia, my friend, now I experience abundance. Nikamwambia, tell me mbarikiwa. Akaniambia, na experience, ina yake hivyo mbarikiwa, na experience abundance. Nikamwambia, I can see you. Akaniambia, even you John, naona pua yako yenyewe ina smell wealth. Nikamwambia, yes mbarikiwa. God amenitembelea. Listen to me. Wacha sasa muonekano wako kuanzia leo watu wakaone utele. Utaingia kwenye interview, watasema hatuna maswali. This is your job. Utaomba tenda, watasema hatuna maswali. This is your tenda. Ela ya Tanzania inayotoka kwenye mikoa 31 ya nchi hii, andika habari zangu. Na wewe sema, ela andika habari zangu. Position yourself, position yourself, position yourself. Money must follow you in the mighty name of Jesus. Money must follow you in the mighty name of Jesus. Mimi narudia tena. Yesu hakuwahi kosa pesa. Ndio maana mitume, hata Yesu baada ya kufa, mitume walipitia vita, alafu kuna saa wakakaa kwenye njia iliyo sahihi. Maandiko yanasema kuna watu waliuza vitu viwanja, hawakupunguza hata shilingi 100, walichukua wakapeleka miguuni pa mitume. Listen to me. Kuna mikataba ya kazi itakuja miguuni petu. Kuna biashara zitaletwa miguuni petu. Mimi nakwambia mwaka huu kuna mahali utaweka tu mdomo, sio kazi. Yani utaweka mdomo, sema nitaweka mdomo.
Yaani hatuna tu midomo ya kuomba na midomo ya kuongea kitu mahali, alafu mtu akakwambia nitambulishe kwa mtu. Yaani kitendo cha kumpeleka wewe ukamtambulisha, milango yako inafunguka. Receive that grace in the mighty name of Jesus. Nasema biashara yako ya genge ipande, biashara yako ya chakula ipande, biashara yako yoyote ulionayo ipande. I clean your name. Nasafisha jina lako. Watoto wetu watarudi shule Januari. I'm telling you, watarudi shule Januari. I'm telling you, watoto wako watarudi shule Januari. Tutalipa lenti ambazo zinatusubiria. Any bills ambazo ziko mbele yetu, Yehova anafungua njia kwa ajili ya kuzikabili. Yehova anafungua njia kwa ajili ya kuzikabili. Nasema hivi, Yehova amerudisha hela zako zilizoliwa na madumadu. Yehova amerudisha vyote. Mene tekeli na peresi. Ufalume wao umefitinishwa, vya kwetu vimerudi. Praise the Lord. Nataka this year uone thamani ya nguvu iliyoko ndani yako. You know, this year tutasikilizwa sana kuliko kuwasikiliza wao. Hujanielewa? If you need property in this year, receive property in the mighty name of Jesus. If you want to purchase property, receive property. If you want to purchase anything, receive it. Hebu jiangalie mwenyewe alafu jishangae. Alafu jiambie 20 na 25. Ela yoyote niliyokomea ikaongezeke 10. Sema ongea kwa kizungu times 10. Hivyo kwa kizungu tu times 10. Sema mara 10 zaidi. Njia zangu zikafunguke. Njia zangu zikafunguke. I bless your way. 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 Against this sickness, against this sickness. Disease must go. Disease must go. The cancer must go. Pressure must go. Magonjwa ya mifupa must go. Hatuwezi tukapata hela au tukateseka na bili za hospitali. I declare afya zetu salama. I declare afya zetu salama. I declare afya zetu salama. Ninabariki nyumba unayokaa. Wengine umwaka sio amri ya 10 nyumba ijengwe miaka 3. Saidia huyo. Asasi. Mwambie jirani yako sio amri ya 10 nyumba, amri ya 11 ujenge nyumba miaka 3. Au miaka 5 unasomea upadri wewe. Au daktari. I declare, popote utakapogusa ardhi kwa ajili ya kujenga mwaka huu, utajenga within a very short time. Receive the grace. Pokea neema. Niletee lamani yako niombe. Ikiwa ni lamani ya kinyonge nitaichana mbele yako, kwa sababu Mungu wetu sio mnyonge. Nasema hivi, Mungu akupe cycle itakayokupa majibu ya vitu unavyotafuta. I'm telling you, sio amri ya 10 ili uajiliwe upate cheo. Lazima uone experience kwa miaka mirefu. When it is your time, it is your time. When it is your season, it is your season. This is your season. This is your season. Namalizia kwa kukwambia mambo poa poa. Yesu akikaa kwenye kiti, mambo yake poa poa, sawa sawa. Next week ninaenda kuelezea kwa habari ya adhabu za kwenye kiti, na tutamuinulia Mungu ibada ya toba na rehema kwa habari ya kutolewa kwenye adhabu ya kwenye kiti. Haleluya. Bwana Mungu akubarikie na akulinde. Bwana akuangaze nuru za uso wake na akufadhili.
Na Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Be protected and be covered.